Yes, hatimaye tena hapa. Bongo moja la chuma kutoka TC Production. Sikizo wanapita kitengo pale usia department. Wasa baada kupa advertise kwa muda mrefu zaidi. Hatimaye sasa tuko na episode ya kwanza tu. Ya bomba sana hapa. Inaitwa Antakira. Na the chosen one kama dawa kama kawizo. Ndio ndakuwa nakuletea burudani bomba sana hapa. Baada kupata utangulizi, hebu tuende katika episode ya kwanza tu ya Antakira na the chosen one. Wasewa baada kuhakikisha wametengeneza plani ambayo inaweza ikasaidia juu ya kupambana na kiumbe ambaye alikuwa ni hatari katika jumba la kifalme, yani vampire ambaye alifahamika kwa jina la Gui. Basi kila kitu kilienda kadri ya vile ambavyo alikuwa amefikiria, na hatimaye waliweza kurejea sehemu ambayo ilikuwa mbeba kumbukumbu ya utajiri sana. Sasa mkali wa kufahamika kwa jina la Yol alikuwa na mahusiano na kabinti kamoja kadogo zaidi. Kabinti kalikuwa kanafanya shughuli za ulembaji wa mavazi zaidi. Lakini sasa kwa wakati huo alikuwa anatafuta nafasi ya kutengeneza kumuoa binti huyo, ila majukumu yalikuwa ni kitu ambacho kimembana sana mkali. Basi kwa kale kama muda kadogo ambako alikuwa anakapata, alikuwa anajitahidi sana kutengeneza nafasi ya kukutana na binti ili kuhakikisha anaweka furaha yao inazidi kusonga mbele zaidi. Asema katika maisha yangu ndio kitu pekee ambacho kimebakia kama masalia tu. Haijalishi itachukua muda kiasi gani, ila hadi yangu ya kukua iko pale pale. Asa ambaye upande wa pili kwa bwana mdogo ambaye ni Crown Prince. Anajiuza nini ambacho atafanya juu ya unyama ambao unazidi kusonga katika jumba la kifalme. Lakini pia naye bwana mdogo alikuwa anasoma vitu mbalimbali ambavyo vinazungumzia historia ya mnyama wa kufahamika kwa jina la Gui, yani vampire. Hapa alikuwa anahitaji kupata namna ya kuweza kumdhibiti mkali wa zamani zaidi. Inasemekana ameishi zaidi ya miaka 1000 mtu huyu wa zeki tu. Na kitu ambacho kinampatia nguvu siku zote ni damu za binadamu. Kwani endapo angekuwa anatumia damu ya mnyama, alikuwa ashapoteza maisha. Basi bwana mdogo aliweza kumfuata Prince na kumwambia lazima atafute namna ya kuhakikisha anapambana na kizaazaa ambacho kiko ndani ya jumba la kifalme. Lakini pia kulikuwa na mwongozo wa juu ya mtu ambaye angeweza kupa njia za kuweza kupambana na mkali wa kufahamika kwa jina la Gui. Basi walifunga safari kuelekea katika eneo moja hivi. Lakini kabla hajafika katika ile eneo, kutana na mkali wa zamani mwite Lee Dae-gil kwenye slave one tabichuno ile. Wasema mtu kiukweli alikuwa pigiki, lakini hii mapigo anayopigwa hapa, tafuta movie moja ya Don, yani inaitwa 14 Brady. Sawa na mipigo kama hii hapa. Basi wakati huo bwana mdogo alipambana sana na mtu huyo pasipo kupata mafanikio yoyote. Mtu huyo kiukweli alikuwa ni mtu ambaye kama hawezekaniki kwenye swala kupiganika. Lakini Prince alikuwa anafahamiana sana na mtu huyo, na baadaye mkali azidi kumwambia acha tu, kwa hicho ambacho unafanya hakitaweza kusaidia. Mimi ni mtu ambaye nahitaji kuwajuza jambo moja ambalo ni muhimu sana. Basi waliketi mpaka majira ya usiku, na bwana mkubwa alianza kuwapa habari juu ya mwamba kufahamika kwa jina la Gui. Asema huyo ameishi zaidi ya miaka 1000, na hata hivyo ana nguvu zaidi ya nguvu nilionayo mimi. Na mimi kazi yangu ilikuwa ni kuhakikisha na kuja kwa ajili ya kumdhibiti mtu huyo. Lakini kwa peke yangu nisingeweza hivyo. Nilikuwa nahitaji kupata msaada wa watu ambao tuweza tukashirikiana kupambana kumuondoa bwana mkubwa ambaye anafahamika kwa jina la Gui. Hasa ilikuwa ni nyepesi sana kwa mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Lee Dae-gil, lakini kwa vijana ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Hata hivyo bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Yol aliweza kumfuata Crown Prince na kumwambia kwa wakati huo yuko tayari kwa ajili ya kusaidia. Lakini katika yale maongezi unaambia mtaalamu Gui aliweza kusikia kitu ambacho kinazungumzwa. Sasa kwa mkali Lee Dae-gil akiwa ametulia tarabintibu, alikuja kuingiliwa na mkali hapa, yani Gui mwenyewe. Asema ilinichukua muda sana kujua namna gani naweza nikakupata. Na hata hivyo kwa mara mwisho nilivyokuwa nimekuangamiza nijua ni mtu ambaye umeshapoteza maisha. Lakini sijajua nini ambacho kiliweza kufanya wewe masalia mpaka wakati huu. Waambia ni kwamba wewe mkali kwa Gui, yani ni kama dagaa ambaye anahitaji kucheza na kambale. Basi Gui aliweza kumaliza mtu, na sasa anahitaji kumaliza wote ambao wanajua hiyo plani ambayo inasemekana ni kama secret plan ya kuweza kumuondoa mkali. Basi leo mkali upande wa pili huko alikuwa mpata nafasi kidogo kupumzika na binti ambaye kiukweli anampenda sana, na hadi yake ilikuwa ni lazima amoe binti wa kufahamika kwa jina la Young Sun.
Asema sijajua itanichukua muda kiasi gani, lakini nakuahidi kwa wakati ambao nitakuja mwingine nitahakisha nitengeneza nafasi ya kuweza kukuoa wewe. Hata hivyo binti alikuwa ni mtu ambaye anavumilia sana mkali. Sasa unaomba upande wa pili kwa kijana ambaye anapatikana katika jumba la kifalme Prince aliweza kuvamiwa na mkali kufahamika kwa jina la Gui. Mwamba alichokuja kudai ni kwamba anahitaji kujua kweli juu ya hiyo plani ambayo imewekwa na nini ambacho kitafanyika. Na hivyo bwana mdogo alishangaa sana kwani kwa saizi katika jumba la kifalme ni kwamba tayari mkali ameshaweza kuteki control ya Mwamba kufahamika kwa jina la Gui. Unaambia asubuhi ambayo inafuata sasa Mwamba alikuja na akashangaa sana kukuta tayari rafiki yake ni kama mtu ambaye amefungiwa ndani hawezi kutoka. Hivyo alihitaji kufunga safari ya kuelekea katika lile eneo ambalo walikutana na mkali Lidegiri kwa ajili ya kuhakikisha anakwenda kupata mwongozo zaidi. Lakini binti huko aliweza kujichoma katika eneo la kidole. Hii ni ishara moja mbaya sana. Wasema hatimaye mwanaume baada ya kufika katika ile eneo aliweza kukutana na kizaazaa kizito zaidi. Alivutwa na mtu ambaye anamvuta ni kwamba onekana, na moja kwa moja baada ya kuingiza ndani ajiuliza nani ambaye amefanya kitu hiki. Basi baada ya kuangalia alikuta mtaalamu master tayari ameshaweza kupoteza maisha, lakini alichofanya ni kuhakikisha anahamisha nguvu ambayo ipo ndani ya mwili wake kwenda katika mwili wa bwana mdogo. Kwa sababu anamwambia tu kitu kimoja tu, uweze kupambana na vampire pasipo kuwa na vampire, na wewe ndo mtu ambaye mbakia kama hazina ya kuja kukimaliza kile ambacho mimi nilikishindwa. Bwana chuma yafahamika kwa jina la Hunter, Night Hunter. Kumbuka napigwa na The Chosen All kutoka DC Production, jumba la burudani. Sasa tukutane katika episode ya pili kujua nini ambacho kitajiri kwa bwana mdogo, kwa sababu kwa sasa yuko katika muonekano wa kivampire. Na itakuwaje sasa katika jumba la kifalme hatima kwenda kupambana na mkali kufahamika kwa jina la Gui. Hii ni The Chosen All kutoka DC Production, jumba la burudani. Hakikisha unazidi kulike, comment, kusubscribe ili mambo endelee kwa bomba zaidi. Tukutane katika sehemu ya pili ya mzigo bomba sana hapa. Wasema ni Hunted Night, au sio? Here we go. Ciao.